So unahisi Simba kwa sasa hivi wanapitia changamoto gani kubwa katika ligi ya NBC? Changamoto wanayopitia kiukweli sasa hivi naweza nikasema ni afadhali, lakini changamoto ambayo ilikuwepo sasa hivi Simba naona kwenye ushindaji wa magoli, labda pale kati naona kama forward wake hawako vizuri sana. Unamaanisha kwamba matumizi ya nafasi yamekuwa kidogo ni changamoto kwa Simba, si ndivyo? Naweza nikasema hivyo kwa sababu mwalimu muda mwingine anapata nafasi nyingi sana, anashindwa kufanya maamuzi kama striker. Sasa sijaelewa shida kwake ana changamoto gani, labda ana changamoto za kifamilia, au labda tuseme huyu anayetoa assist kwake anakuwa zifiki kwa wakati, au anacheleweshewa. Sijaelewa hapo. Unahisi mwalimu peke yake anatosha pale kuwa kama striker kiongozi? Naweza nikasema atoshi, kwa sababu mwalimu kuna muda pia anachoka. Unaona, kama anachoka pia anahitaji msaada. Ndio maana kwenye timu lazima steka wawe watatu, wawili, kwa sababu kuna sometimes inaweza akatokea akaumia akafanya vizuri, mwingine pia akaweza akakava nafasi ya nani, ya bwana mwalimu. Lakini hapo hapo turudi kwenye masuala ya huyo steka. Mfano huyo unamzungumzia huyo mwalimu. Na vile vile sasa sijajua mwalimu kuna muda anajiona yeye ni bora sana, kwa sababu kuna muda anapata nafasi anashindwa kuzitumia kama striker, anakuwa anapoteza. Sijaelewa hapo tatizo ni nini. Lakini unafahamu ya kwamba Soa sasa hivi yupo katika adhabu ambayo alipewa na timu yake ya Simba Sports Club, na ndio maana mwalimu amechaguliwa kama striker namba moja, kwamba kocha ana option nyingine zaidi ya mwalimu, na ndio maana unamwona mwalimu yuko mbele pale kuliko striker mwingine yoyote. Mimi siwezi nikaingilia kwa sababu kwenye masuala kama hayo ya adhabu sijui yeye kocha ameona vipi kwa huyo Soa akaamua kumpatia nafasi huyo bwana mwalimu. Mimi pale naona adhabu aliyompa kiukweli sijajua kama inastahili, lakini kwa mimi binafsi ningekuwa mimi ndo kocha, mimi nisingeweza kumweka, kwa sababu naona tambua uwezo wake uko vipi na najua thamani yake iko vipi bwana Soa, na mwalimu pia anafahamu thamani yake, lakini walichokifanya kumpa adhabu Soa ni kiukweli haijanifurahisha. Unahisi kati ya mwalimu na Soa nani ni striker hatari zaidi? Soa na mwalimu, mimi naona kama Soa kuna muda na maamuzi magumu ambayo ya kiume anaweza tuseme hata hawezi, yaani tukirudi hata kwenye nyumbani kwake, maisha nyumbani kwake bwana Soa ana maana kama apelekeshwe na mwanamke, ndio maamuzi ambayo anafanya yeye kwenye mpira. Mipendo kwamba Soa apelekeshwe na mwanamke, si ndivyo? Sawa, kwa hiyo unasema Soa ni bora kuliko mwalimu. Mimi naweza nikasema hivyo, ni bora kuliko mwalimu, kwa sababu mwalimu mara nyingi huwa anacheza sana na mashabiki, lakini Soa anachoangalia yeye ni goli. Umeona? Yeye anachoangalia yeye, yani goli analoshinda huku na anataka kashinde nyumbani kwake. Sawa. So hapa tunaondoka. Unaona kuna pengo kabisa sasa hivi Simba wanalipata la kumkosa Jonathan Soa. Mimi naweza kusema mimi pia naona pengo, kwa sababu Soa uwezo wake ni mkubwa sana. Huyo mwalimu tuseme tu kwa sababu washabiki wa Simba kwa sababu wanampenda, kutokana hivyo tuseme tu labda upepo umeng'aa hivyo, lakini kiukweli bwana mimi Soa namkubali sana na jamaa yuko vizuri. Umeona, lakini huyo mwalimu bwana ndio hivyo, wenyewe anasemaga wao huko washapasua viungu, ndio hivyo. Shida ya Soa, watu wengi wanalalamika kwamba ni mtovu wa nidhamu, na ndio maana mambo kama haya yanamkuta. Hata Simba nao sababu ya yeye kuwekwa nje ni utovu wa nidhamu. So ni kwa kuangalia mchezaji ambaye anakuwa na utovu wa nidhamu, ni mara nyingi unakuta anajikuta akipata kadi zisizokuwa na maana na kuwa nje. So unahisi mchango wake ni mzuri ndani ya timu ya Simba Jonathan Soa? Labda tabia yake ambayo anaionyesha. Labda mimi nikuombee kitu kimoja, ndugu mwandishi wa habari, yani iko hivi, siku zozote yani ukiwa unatumia akili yako kichwani katika mpira lazima utaonekana ni mtovu wa nidhamu, kwa sababu kuna muda wewe mchezaji kama mchezaji unabidi utumie akili yako, sasa lazima utumie akili ya kocha. Umeona? Kwa hiyo kocha ukienda tofauti na yeye anavyotaka lazima atakuwa mtovu wa nidhamu. Kimfano nikutolee mfano wewe. Hivi mwalimu anakufundisha pale darasani, anakufundisha na kutolea mfano, afu kakosea umeenda kumkosoa. Nani utaonekana wewe una adabu? Ni kweli kabisa. Sasa ndo kitu ambacho anachokifanya Soa, ila watu wengi bado hawajamjua, ila tu labda niwape
niwaambie kitu kimoja, mpeni muda, muda utaongea, mtamjua Soa ni Loketi au ni Pantoni. Sasa